Heshimu dini zingine, naomba niseme na watumishi wenzangu tu wa Kristo, kama hatutakuwa na majibu ya kulitoa taifa hapa lilipo, basi tuache kula sadaka za watu, tuache kula zaka za watu. Kwa nini? Kwa sababu tunaona kwenye neno la Mungu, wakati taifa lilikuwa linapitia wakati mgumu, watumishi wa Mungu ndio walikuwa wanatafutwa na wanaleta majibu kwa taifa. Na kama sio kuleta majibu ya taifa moja kwa moja, basi walikuwa nalipeleka taifa mbele za Mungu. Sasa haya tunaopitia kwenye taifa la Tanzania, machafuko, utekaji, Mungu ana majibu. Na Mungu huleta majibu kwanza kupitia watumishi wake, kama wamesimama kwenye nafasi yake. Na kama hawajasimama kwenye nafasi yake, basi hutumia watu. Na njia nyingine rahisi ya Mungu kuleta majibu ni kuwapeleka watu kwenye toba, kama inavyosema kwenye Mambo ya Nyakati ya Pili sura 7 mstari wa 10 mpaka wa 14. Huu ni wakati ninatoa challenge kama utani hivi, lakini niko namaanisha katika neno la Mungu. Kwa sababu gani? Huu ni wakati ambapo kama taifa, kama watumishi wa Mungu, tumeona kama hii changamoto tunayopitia taifa ni kama haituhusu. Wakati tunatumia Biblia ile ile ambayo walitumia, ambayo ina mifano halisi. Mfano nitarejea Yusufu, Mwanzo 41 ule mstari wa 34 na kuendelea, inasema, Farao na afanye hivi tena, akaweke wasimamizi juu ya nchi na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba, na wakusanye chakula chote cha miaka hii myema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika mji, na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. Nasema neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho wa Mungu ndani yake? Kumbe wale wenye roho wa Mungu wana majibu. Nimetoa dini zingine kwa sababu nilikuwa naongelea kwa bali ya kwamba msile zaka, msile sadaka, kwa nikaona isije ikaleta maana mbaya kwa imani zingine. Kwa nini ambacho namaanisha? Mimi ujumbe huu ni kwa ajili ya kuchochea msukumo wa taifa, kulipeleka taifa mbele za Mungu. Kama sio kulipeleka taifa mbele za Mungu kwa maombi ya kitaifa, basi maana yake watumishi kama watumishi tubebe mzigo. Ninaposema sasa kubeba mzigo, maana yake ni watumishi wa dini zote. Sasa maana ile ya sadaka sikutaka niweke kwa dini zote, nisije nikaleta tofauti. Maana yake mashehe na Wakristo wote tulipeleke taifa mbele za Mungu. Kama kwenye kuweka viongozi madarakani tunatumia vitabu vyetu vya dini, maana yake tunatambua uwepo wa Mungu. Kwa hiyo kwa kuwa tunaapa mbele za Mungu, kuna mambo mengine taifa linaingia kwa sababu tumekiuka viapo vyetu mbele za Mungu. Kwa ndiyo maana majanga yanapotokea lazima tunarudi mbele za Mungu. Kama kipindi kile cha kuabudu miungu, majanga yalipokuwa yanatokea, watu walikuwa naenda kutafuta majibu kwa miungu yao. Vipi leo hii ambao tunajiita watumishi wa Mungu lakini hatuwezi kulipeleka taifa kwa Mungu ambaye tunamwamini? Manake wale babu zetu waliokuwa naamini miungu walikuwa naiamini zaidi kuliko sisi ambao tunasema tuna Mungu wa kweli. Hiyo ni challenge tu. Mungu atusaidie, Mungu aendelee kuleta taifa pamoja. Tarehe 12 mwezi wa kwanza 2026 ni siku ya mapinduzi. Tuendelee na maombi. Mungu atafanya, Mungu atapindua, na sio lazima kupindua ambavyo tunafikiri, lakini mapinduzi inaweza kuanzia rohoni, majibu yakaja mwilini hata kama ni baadaye. Ipo nguvu katika maombi, na Mungu awabariki sana.